Wapendwa taifa la Mungu, herini kwa Dominika ya Kristo mchungaji mwema. Katika Dominika hii ya 4 ya Pasaka, Mama Kanisa anatupa nafasi nyingine ya kutafakari juu ya Yesu Kristo aliye mchungaji mwema, ambayo pia ni Dominika ya kuombea miito mitakatifu katika kanisa. Katika Dominika hii tunamwangalia Kristo aliye mchungaji mwema, anayewajua kondoo wake, anayewalinda, anayewaita kwa majina yao, anayewatolea maisha yake kwa ajili yao. Lakini pia leo Mama Kanisa anatuomba kwa namna ya pekee tuwaombee wachungaji wote wa kanisa. Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadre, mashemasi, watawa na wale walei wanaodumu, lakini pia vijana wanaoitwa na Mungu katika wito wa kipadre na katika maisha ya kitawa. Kwa sababu hii kanisa haliwezi kuwepo bila kuwa na wachungaji, maana kondoo watatawanyika. Bila miito kanisa litadhoofika. Hivyo basi, Dominika hii si siku tu ya kusikiliza juu ya mchungaji mwema, bali ni siku ya kuombea wachungaji wetu wema wapya wazaliwe katika kanisa. Masomo ya leo yatatuonyesha wazi kwamba Kristo ndiye mchungaji mwema, lakini pia anaweta watu kuwa wachungaji kwa niaba yake. Somo la kwanza litatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 14 na aya 36 mpaka 41. Na somo hili linatokea baada ya Pentekoste, ambapo Petro aliyekuwa mwoga hapo awali sasa anasimama hadharani na kwa ujasiri akihubiri. Kwa mara ya kwanza anakuwa kweli mchungaji mwema wa kundi la Kristo. Anatangaza wazi kwamba Mungu amemfanya Kristo kuwa Bwana na Masiha. Na watu wengi wanaguswa katika mioyo yao, wanatubu, wanabatizwa, na siku hiyo takriban watu 3,000 wanaongezeka katika kanisa. Hapa tunaona mwanzo wa huduma ya kichungaji ya mitume. Katika ulimwengu huu wa leo tunashuhudia dunia yenye mgawanyiko wa maadili, vijana wengi wanapoteza mwelekeo, familia zinazotikiswa, na watu wengi wanaotafuta ukweli lakini hawaupati mwongozo wa kweli. Na kwa namna hii kanisa linahitaji wachungaji wenye sauti kama ya Petro, wachungaji wanaosema ukweli bila hofu lakini kwa upendo. Mtakatifu Gregory Mkuu aliwahi kusema kwamba mchungaji wa kweli lazima azungumze kwa ujasiri lakini pia kwa huruma. Swali la kujiuliza katika Dominika hii ni kwamba je, tunawaombea wachungaji wetu? Na je, tunawasaidia vijana kusikia wito wa Mungu au tunawakatisha tamaa? Kwa sababu mara nyingi Mungu huwaita vijana wetu, lakini dunia huwavutia upande mwingine. Somo la pili litatoka waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 aya 20 mpaka 25. Na mtume Petro, kama tunavyojua, aliandika barua hii kwa Wakristo waliokuwa wanapitia mateso. Badala ya kuwahimiza kulipiza kisasi, yeye anawaelekeza kwa Kristo akisema, yeye aliyeteswa kwa ajili yenu akawaachia kielelezo. Halafu pia anasema maneno mengine yenye kugusa. Mlikuwa kama kondoo mliopotea, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Hapa Kristo anatajwa wazi kwamba ndiye mchungaji wa kweli wa roho zetu. Katika siku hizi watu wengi wanaishi kama kondoo waliopotea, bila mwelekeo katika maisha, bila tumaini, bila imani na bila mwongozo wa kiroho. Na wengi wanaishi pia bila kujua kwamba wamepotea. Ndio maana dunia ya leo inahitaji wachungaji wengi wanaosikiliza, wanaosindikiza, wanaoponya na wanaoongoza. Mtakatifu Agustino wa Hippo aliwahi kusema, kwa ajili yenu mimi ni askofu, lakini pamoja nanyi mimi ni Mkristo. Hii ndiyo roho ya kichungaji ya kweli, si kutawala bali kuandamana na watu.
Dominika hii inatuita tujiuliza kwamba je, mimi ni mtu ninayewasaidia wengine kumrudia Kristo mchungaji mwema, au mimi ni mtu ninaowapoteza wengine zaidi? Somo la Injili litatoka Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 1 mpaka ya 10. Na katika Injili hii Yesu anajitambulisha wazi kwamba yeye ndiye mlango wa kondoo. Na pia anasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima, wawe nao uzima tele. Na katika utamaduni wa Kiyahudi, mchungaji hakuwa mfanyakazi tu, alikuwa mlinzi, alikuwa mwongoza njia, alikuwa mtetezi, na wakati mwingine alitoa maisha yake yote kwa ajili ya kondoo. Ni katika mandhari hii Yesu Kristo anajiita kwamba yeye ndiye mchungaji mwema. Tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa wachungaji wengi wa uongo, wanaotafuta fedha na mali badala ya wokovu wa watu, wanatafuta sifa badala ya huduma, na wanatafuta mamlaka badala ya upendo. Lakini Yesu anaweka wazi kwamba alikuja ili kondoo wake wawe na uzima tele. Baba Mtakatifu aliyepita Francisco aliwahi kusema, mchungaji wa kweli lazima awe na harufu ya kondoo. Lazima awe na harufu ya kondoo. Yaani awe karibu sana, ameshikamana sana na watu wake. Katika ulimwengu huu wa sasa tunahitaji sana wachungaji wa namna hiyo. Wale wanaosikiliza maskini, wale wanaotembea na vijana waliopotea, wale wanaofariji wagonjwa, na wale wanaojali waliovunjika moyo. Na hawa wachungaji wanazaliwa katika familia zetu. Wapendwa, katika Dominika hii hatuishii tu kuombea wachungaji wetu. Ni siku ya kuombea mito ya upadri, mito ya kitawa, mito ya ndoa takatifu, na wito wa maisha ya kitume, na wito pia wa kuwasaidia wengine kama Yesu alivyo mchungaji mwema. Kwa sababu kila mmoja wetu kwa njia moja au nyingine ni mchungaji. Mzazi ni mchungaji kwa watoto wake, katekista ni mchungaji kwa waamini, mwalimu anawachunga wanafunzi wake. Wapendwa taifa la Mungu, katika Dominika hii tuna mfano mzuri wa Yesu Kristo aliye mchungaji mwema. Tunaalikwa kuliombea kanisa ili lipate wachungaji wema. Tunaombea vijana wasikimbie kutoka kwenye mito mitakatifu. Tunaombea wachungaji wetu wabaki kuwa waaminifu, na tunaziombea familia zetu zizalishe mito mitakatifu. Tunaomba katika Dominika hii tukisema, Yesu uliye mchungaji mwema, ulipe kanisa lako wachungaji watakatifu. Waguse vijana wengi waisikie sauti yako, na utufanye sisi sote kuwa wachungaji wema kwa ndugu zetu. Amina. Kristo ndiye tumaini letu.